Mimi nilikulia hapa Sanawari, hapo mjini, wakati maisha wanaanza baba na mama hapa. Kwa mwaka nadhani kwa mwaka 82 ndio tulikuja mjini kati, wakati mzee wangu na mama yangu wakiwa wanabariki ndoa yao, lakini na sisi tuko tunabatizwa kanisa hili la mjini kati. Tulibatizwa pamoja na ndugu wangu Pamela, najua ni mshirika mzuri hapa, lakini tulibatizwa pamoja miaka hii. Lakini ikaendelea na maisha. Wakati nasoma shule ya Iboru sekondari, nikiwa na ndugu yangu Mchungaji Paulo Metili, pale nilifanya mafundisho ya kubarikiwa, lakini ubarikiwa ule nilikuja kubarikiwa tena hapa mjini kati. Kwa hiyo mimi ni mtoto wa nyumbani sana. Kwa mchungaji, nataka kutumia muda wote, una ruhusa zote. Karibu sana sana. Karibu sana. Lakini napotoa salamu za Munduli, basi nitambue kwamba nipo Arusha mjini. Kuna ndio mwaka tena huu, usipotamka maneno mazuri unaweza ukakosea. Kwa hiyo nitambue kwanza kazi nzuri sana ambayo anafanya rais wetu wa Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kuheshimisha kwa wetu wa Arusha. Tunaendelea kuwasihi watu wa imani zote kumwendelea kumwombea afya njema, lakini sisi wa Arusha zaidi kuendelea kumwombea, kwa sababu ni kweli ametupendelea watu wa mkoa wa Arusha sana. Saa nyingine mpaka wanamuuliza mbona mikoa mingine wengi. Kila saa yuko mkoa wa Arusha, na akija wote tunafaidika kwa kazi nzuri anayofanya. Lakini nishukuru pia kazi nzuri ambayo inafanywa na mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, ndugu yetu Paul Makonda, kwamba amefanya kazi ya utalii, amehamasisha utalii, wanaofanya kazi kubwa. Arusha imechangamka kwa matukio mengi sana. Lakini pia nishukuru sana Mheshimiwa mbunge wa Arusha mjini, ndugu yangu Gabo Mpisho, kwa kuwakilisha watu wa Arusha vizuri sana bungeni na kuendelea kudai haki zao siku zote na muda wote. Nikisema hivyo maana yake timu ya Chama cha Mapinduzi imekamilika kwa mkoa wa Arusha. Basi ndugu askofu, nami tumekuja kwenye shughuli moja, shughuli hii ya kufanya kazi hii ya harambee ya kuwasaidia kwa ya uinjilisti ya vijana. Askofu, pale ulisema mtu aje kwenye harambee ya kanisa atajua kwamba hii ni kazi ya kupiga chafya tu. Sasa uliposema kweli nikaogopa, kasema nisije mbele. Kama hii ni chafya milioni 120, kwa kweli sio ndogo, lakini sio kubwa. Na hata kama ni kubwa, basi Mungu ndiye anachagua sisi. Hiyo jukumu letu kuhakikisha kwamba kwa yetu uinjilisti inapata usafi. Mungu ndiye alichagua sisi tuhakikishe. Kwa uinjilisti sisi ni mashuhuda wakati tunakuwa. Nimesoma risala haraka nilitumiwa kwenye simu hapa kabla hujasoma. Sisi tunakuwa miaka 80. Baba Askofu amesema wakati ule kwenye redio, leo vijana wanaweza kusikiliza Diamond, kusikiliza muziki mingine, lakini sisi wakati ule tunakuwa miaka 80. Kwenye redio kitu pekee unatusikiliza kwa ajili ya burudani, kwa ajili ya mahubiri, kwa ajili ya chochote kile, ni kwa ya uinjilisti ya vijana wa Kilutheri ya Arusha. Kwa hiyo tumekuwa, mimi nikiwa mtoto naamini kabisa na nilikuwa nashangaa kila siku kwamba baba anatakiwa awe askofu,
mama awe mchungaji na watoto wao wainjilisti. Kwa kila siku nilikuwa nasubiria mafundisho baba aanze kusema twende tukawe wainjilisti na wachungaji kila siku. Lakini mtuhubiria vizuri neno la Mungu liliingia masebule yetu, lakini kwa watu wengi sana. Nasema hivi kwa sababu kazi tunayofanya hapa, naamini watu wengi wanaangalia dunia nzima. Wanaangalia dunia nzima. Leo mmeomba kazi ya Costa, lakini naamini baada ya leo na ujumbe huu ukifika kila sehemu, tutaweza kupata fedha nyingi zaidi kwa watu wote ambao wanakumbuka kwa hizi. Kwa hiyo hongereni sana sana kwa nyimbo zenu, na nilipewa pia jukumu la kuwatafuta wenzetu wa kule Kenya. Sikubahatika safari hii, lakini nitahakikisha nafikisha ujumbe kwa familia ya rais wetu aliyepumzika, Rais Arap Moi, ambaye najua kila mara pia tukwenda kushiriki kule naye. Kwa utafikishia wenzetu wa Kenya, lakini sio familia ya Mzee Moi tu, hata Wakenya wengi wanatambua kazi kubwa mlifanya ya uinjilisti. Kwa hiyo kwa kweli Baskofu, leo tunaanzisha tu na kuwakumbusha watu dunia nzima kwamba ile kwa yetu ya uinjilisti, tena jina linabakia vile vile, ya vijana, kwa ya uinjilisti ya vijana wa Arusha. Kwa waone vijana wetu leo wanapendeza, vijana wanapendeza, lakini dunia nzima leo, na leo nimesoma mpo mpaka Spotify, mpo Instagram, mpo wapi, mko vizuri kweli kweli vijana wetu. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha dunia nzima leo inaona kwamba kazi ambayo tunafanya, nyimbo zenu ambazo zimebariki wengi kwa miaka mingi, watu wataendelea kuchangisha. Sisi tunaanzisha, lakini tunaamini wataendelea kuchangisha. Ambayo imeendelea kwa miaka 56 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1969. Kwa kipindi chote hicho, kwaya yetu imeendelea kumtumikia Mungu kwa njia hii ya nyimbo sehemu mbalimbali, kwa uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, si tu Tanzania bali hata nje ya mipaka yetu. Katika safari hii ya utume tumekuwa na hazina kubwa ya nyimbo ambazo ni zaidi ya nyimbo 400 zilisharekodiwa kwa sauti. Hata hivyo, kutokana na maendeleo ya teknolojia na mahitaji ya kizazi cha sasa, tumeona ni vema kuanza kurekodi nyimbo hizi kwa njia ya video ili ziweze kuwafikia watu wengi zaidi kupitia mitandao ya kijamii. Uzinduzi wa video hii. Uzinduzi wa leo unahusisha nyimbo 11 zilizopewa jina la Bwana asema ni mtume nani. Hii ni hatua ya kwanza katika mpango wetu wa kurekodi nyimbo nyingi zaidi kwa njia ya video. Katika kufanya hivyo, tumedhamiria kudumisha utambulisho wetu wa kipekee wa uimbaji ili kuendeleza na kuachia urithi wa vizazi vitakavyokuja. Tayari tumeanzisha channel yetu ya YouTube ambayo iko mbioni kupata hadhi ya malipo, monetization, hatua itakayosaidia kupata mapato mbadala kwa ajili ya huduma yetu. Pia tunapandisha nyimbo zetu katika majukwaa ya kidijitali kama Spotify, Apple Music, Amazon Music na YouTube Music. Hii ni juhudi ya kuzifikisha kwa hadhira pana zaidi. Mpango wa baadaye. Kwa neema ya Mungu tunapanga kuendelea kurekodi nyimbo zetu kwa kiwango cha juu cha ubora na kutoa video zaidi katika mfumo wa moja, yani live recording. Hata hivyo, mipango hii na juhudi zetu nyingine za uinjilisti zinahitaji rasilimali za kutosha, hususan fedha. Kwa sasa kwaya yetu haina miradi endelevu ya kutupatia kipato, hasa baada ya kufungwa kwa miradi yetu kutokana na mchakato wa ujenzi wa kanisa kuu.
Kwa sasa kipato chetu kinatokana na duka dogo la vitabu, ofisi ya usharika, wafadhili wa kwaya na michango ya wanakwaya wenyewe, jambo ambalo limekuwa changamoto sana kwetu katika kufanikisha kazi hii ya kueneza Injili duniani kote kwa njia ya uimbaji. Kwa kutambua umuhimu wa kuwa na mipango endelevu ya kufanikisha huduma yetu, tumepanga kununua chombo cha usafiri, yaani basi lenye uwezo wa kubeba takriban waimbaji 50 ili kusaidia safari za uinjilisti na kupunguza kutegemezi kwa usharika na kwa wafadhili. Kwamba kila mtu katika ibada hii, na muomba Mungu amsaidie afanye jambo. Gharama ya basi kwa kanisa kuu ni kama kupiga chafya. Wewe siku ya harambee ujenzi muone sura ya kanisa kuu. Ni vitu vya milioni 100, 200, yani ingekuwa ni Sunday school, lakini tuache Sunday school na majukumu. Basi tuanze tendo hili kwa jina la Bwana. Asema ni mtume nani? Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.